Hivi sasa ninapozungumza nimeingia katika mtaa wa Nyeburu uliopo katika kata ya Buyuni. Kubwa zaidi takriban miezi 4 au 5 sasa, mwenyekiti mpya Bwana Sadati ameingia ofisini na kuanza kazi rasmi. Lakini kubwa zaidi ni changamoto nyingi ambayo inakabili sana katika mtaa wa Nyeburu ni swala zima la miundombinu ambayo imekuwa ni kero kubwa. Lakini mheshimiwa mwenyekiti alianza kuelezea ni jinsi gani ambavyo wanapambana sasa swala zima la miundombinu ndani ya mtaa Nyeburu. Karibu mwenyekiti, elezea mipango yako, mikakati yako swala zima la miundombinu ambayo ni miongoni mwa changamoto ambayo inakabili mtaa wa Nyeburu. Karibu. Kwa jina. Nashukuru sana mwandishi wa habari. Kwanza nishukuru serikali ya awamu ya 6. Kwa mara ya kwanza Nyeburu ina barabara ya lami ambayo inatenganisha mtaa wa Nyeburu na Tariani. Huo mtaa wote ulikuwa mmoja. Sasa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na wasaidizi wake katika kuhakikisha miundombinu inaenda sawa sawa. Lakini vile vile kwa juhudi zangu mimi mwenyewe huku ndani ya mtaa wa Nyeburu, bahati nzuri tuna chimbo la kifusi. Tumejitahidi sana kwenye wakati huu nikishirikiana na wadau wa mtaa huu. Kuna barabara maarufu kwa kuelekea kwa Siri. Hiyo ilikuwa haipitiki wakati wa mvua au jua. Lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu, pamoja na mvua hizi zinazonyesha, lakini barabara inapitika kutumia kifusi ambacho kinapatikana ndani ya mtaa wetu wa Nyeburu. Wale vijana wa uchimbaji, watu maarufu hapa mtaani kama kina Mzee Siro, tumeshirikiana sana kuhakikisha hizi barabara zinaweza kupitika. Na hivi barabara kubwa ni hiyo ya kati ya Tariani na Nyeburu ambayo huwa inatumika kupitisha magari makubwa, lakini imefungwa kwa sababu tunaweka alama. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunapita hizi njia za mtaani na zenyewe tumejitahidi kuzitengeneza kuhakikisha kwamba muda wote hizi barabara zinapitika. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru kwanza wadau wa mtaa wa Nyeburu. Sasa hivi tunashirikiana pamoja kujenga miundombinu ya hizi barabara. Barabara ya sekondari inapitika, barabara ya Kwasiro sasa hivi inapitika, lakini miezi 5 nyuma ilikuwa hizi barabara zilikuwa hazipitiki. Kwa hiyo tunashukuru sana. Lakini vile vile kuna vivuko. Hii Nyeburu ina mabonde mengi. Mpaka dakika hii tushashughulika na vivuko 3. Cha kwanza kwa mjumbe Rehema Saidi, cha pili kiko kwa mjumbe Faniidi, na cha 3 sasa hivi ambacho ni kikubwa zaidi ambacho tunaomba hata misaada kutoka kwa watu wengine tunapambana nacho. Hicho sasa hatujafika popote, lakini tumechangishana angalau tumeanza kile cha Magenge na Nyeburu ili tuweze angalau kuvuka, kwa sababu kile ni muhimu sana. Kinaunganisha kati ya Nyeburu na Chanika. Lakini vile vile shule inayotumika sana kwa maeneo ya upande ule ni shule ya Nguvu Mpya ambayo iko Chanika kwenye jimbo la kwenye mtaa wa Nguvu Mpya. Kwa hiyo pale ile barabara ndiyo inayotumika zaidi na watoto wetu kwenda shuleni. Kwa hiyo tunapambana, ingawa ni pakubwa sana, lakini tunapambana. Tushaanza kuweka nguzo na tunaendelea kutafuta misaada na wananchi kuchangishana, kushirikiana na serikali ya mtaa na wadau mbalimbali. Tunapambana na miundombinu kwa staili hiyo. Mwisho, mwenyekiti wa serikali ya mitaa Nyeburu aliwashukuru wananchi wakazi wa Nyeburu kuonesha umoja ambao unampa nguvu ya kuwatumikia. Mwisho, mwenyekiti aliwashukuru wananchi kama anavyoongea. Kwa kweli nitumie fursa hii kuwashukuru wananchi. Kwanza wamenipokea vizuri sana, wananiamini, lakini na mimi nawaamini. Na ndio maana unaweza ukaona ndani ya muda mfupi huu tumeweza kutengeneza mambo mengi. Wananchi wanahitaji kushirikishwa, na kila wanapohitaji kushirikishwa basi wanashirikiana na serikali yao. Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi, waendelee kutupa imani hivi na sisi hatutowaangusha.
Mimi nikupongeze mwenyekiti wa serikali ya mitaa ya Nyeburu kata Buyuni kwa kazi kubwa ambayo umeifanya kwa muda mchache sana, na bila shaka wasikilizaji wetu na watazamaji wetu tutaendelea kupata mengi kutokana kwa mwenyekiti. Ana mambo mengi jinsi ya kufanya, ana mambo mengi jinsi ya kufanya, swala barabara, swala elimu, swala afya, na pia hata swala huduma zote za kijamii. Tunamwamini mwenyekiti wenu na ameendelea kufanya kazi chini ya Chama cha Mapinduzi, utekelezaji wa chama, na chini ya kata ya Mheshimiwa Diwani Athmani Maembe ambao pamoja na nchi wake wote.